Hivi unadhani kuwa mimi sijui unachokifanya? Wewe umewatoa wazazi wako kafara. Hivi unadhani hicho unachokifanya kina maslahi kwako hapa duniani na akhera? Wewe ni nani? Akakwambia nani maneno hayo? Ehe, we mjarana, ulikuwepo wapi siku zote? Na ulikuwa unalala wapi we mpuuzi wewe? Sinaongea na wewe mpuuzi wewe. Sasa wewe kwa akili zako hilo ni swala la kumuuliza mtu mzima. Mimi nimetoka nimeenda kutafuta huko. Mimi mtoto wa kiume. Mimi nishaanza kujitambua, mimi na mambo yangu, natafuta hela. Kwa hiyo wewe mtu mzima, mimi nisikuulize wewe, si ndio hivyo? Wewe unaishi na nani humu ndani? Naongea na wewe. Sasa wewe, yani humu ndani kuna faida gani? Kila siku mnapika chakula unalia chumbani kwako. Mimi naenda kutafuta, mimi kijana. Au nataka nikae humu ndani tushangane kama TV? Mimi nimetoka nimeenda kufosi. Yaani mimi unanijibu hivyo kiurahisi rahisi kabisa, ni unanijibu yani kama vile unaniweza vile. Wewe una akili kweli wewe? Wewe nishakuona wewe una vibe la kufokeana. Na mimi sitaki hizo habari. Kwanza Mariamu yuko wapi? Hivi wewe unaniuliza Mariamu yupo wapi? Mariamu yule yeye ni mtoto yule wewe. Yaani wewe kama dada unaongea hivyo kwa mdogo wako. Wewe yani wewe yule mtoto wa kike unajua. Kwa hiyo mtoto wa kike anaondoka hapa nyumbani, wewe una habari yoyote. Sasa kuna umuhimu gani wa wewe kubaki hapa nyumbani? Kama mtoto wa kike Mariamu mimi nifanyaje? Ina maana wewe hujui Mariamu uko wapi? Wewe yule sio ndugu yako wa damu? Ulivyoondoka siku zote, mbona hujarudi nyuma huku kusema mdogo wangu nimemwacha kule? Leo hii eti Mariamu ndio uko wapi? Ndio jitia sana, unampenda sana Mariamu, si ndio hivyo? Makubwa. Ama kweli wewe mtoto umekuwa. Yaani leo wewe kunijibu mimi hivyo wewe? Mimi ndio ni hivyo. Sasa kwani nimeongea nini? Mimi nimeongea ukweli. Hivyo umetoka huko, umekaa siku zote huko wewe. Unakuja leo hapa, mimi nakuuliza, unanijibu tumbo wako. Wewe una akili kweli wewe? Ukipata matatizo huko wewe. Inasikitisha, inahuzunisha, kila kukicha waombeana vikoba, kila kukicha waombeana vikoba, au wake za watu au dada za watu, kila kukicha waombeana vikoba. Nyie tena msopo kwenye vijumba vya watu. Asa mnaenda wapi sasa? Cha usiku wa kudaiwa na wazimu. Kwa cha usiku niende zangu ndani. Afieni mbele huko. Eneo matatizo unasema wewe si ni kuja hapa nikaitiwa mwizi ukasema unasubiri nife. Sasa kama umeiba sasa usife. Sasa leo hii unakuaje na maumivu na mimi? Mimi nimetoka nimeenda kutafuta nachokitafuta mimi. Wewe shida yako nini? Ulienda kutafuta Si ulienda kutafuta? Nenda ukatafute. Nenda katafute. Wewe yani wewe yule mtoto wa kike unajua.
Kwa mtoto wa kike anaondoka hapa nyumbani, wewe una habari yoyote. Sasa kuna umuhimu gani wa wewe kubaki hapa nyumbani? Kama mtoto wa kike Mariam, mimi nifanyaje? Yule mdogo wako ujue, afu yule mdogo wako Adamu. Afu yule mtoto wa kike bora hata mimi. Asa mpaka saa 9 sasa hivi unaoshaosha nguo hapa, haya wanakula nini mchana? Inasikitisha, inahuzunisha, kila kukicha waombeana vikoba, kila kukicha waombeana vikoba, hao wake za watu, hao dada za watu, kila kukicha waombeana vikoba. Leo kali. Sikutegemea kama nitazikuta jambo kama hili jamani. Wasa nikwambia kwamba yule mchawi mkanibishia, twendeni haya. Maana mkiva kuta mmesahau kila kitu. Leo kali. Tumeamini mwenzangu. Mimi ndo nishachoka, kama vipi tutawajika? Tukutane wiki ijayo au mnasemaje? Mwenzangu tuondokeeni. Kila mtu ashike njia yake. Unasemaje? Wewe saa 9 yote anakula nini? Wewe kwanza unavyoongea hivyo, usiongee kama vile mimi ni mtoto mwenzako. Maana nimekuachia hapa, mimi sio mtoto mwenzio. Umenisikia wewe? Kama umekula mibangi yako huko na kuendea spidi, unikome. Umenisikia wewe? Wewe na Mariam mwenzako, watu wapuuzi. Mfuate huko Mariam, nenda kamtafuta. Habari ya kuja hapa kunileta wewe umepika hujapika. Ulileta wewe hapa wewe. Yaani kutafuta nitafute mimi, kupika nipike mimi. Eti unauliza kabisa umepika kweli wewe? Wewe tuheshimiane, wewe mtoto wewe. Tuheshimiane kabisa. Unajua wewe ni kwaga na kuona akili kama mama, lakini wewe hamnazo kabisa. Yaani wewe nimekuja kugundua ni chenga. Kwa sababu yule ni mdogo wako, wewe ndio unabidi ukae naye chini umuelekeze maisha. Sasa wewe unakuja wewe, yani wewe mwenyewe umekaa hapa hujui yeye yuko wapi. Mimi nimekwambia ukweli, kama unauma baridi. Ila mimi nimeshakuelekeza. Yaani wewe inabidi utumie akili zako. Yule ni mtoto wa kike, huwezi kumwachia ama hivyo. Yaani sisteri wewe, una roho mbaya sana. Sasa chochote kimkute Mariam. Yaani ningekuwa mimi na roho mbaya, wewe ningeshakuwekea sumu ufe wewe. Jamani, watoto wa sasa hivi eti mimi nina roho mbaya. Na wewe mama sio alimwokotea wapi huyo mtoto mwenyewe? Kwani dada, pale kuna nini kwani? Kwani mama hajakwambia kwamba leo kuna dua? Ndo leo kumbe? Yaani wewe unaanza shule na wewe unafikiri hiyo shule itakusaidia nini? Bado dada, mimi nilichoka. Asa dada, kwani kuuliza ni kosa? Ndiyo kosa. Kwani usahau mambo ya Mungu? Amna, sio hivyo dada, nilichanganyikiwa masomo mengi. Alo, kwambia ukifa utaenda na midaftari yako kaburini nani? Haya bwana dada, samee hilo. Umezidi. Shule. Yaani leo kuna dua ina maana. Si umenielewa? Nimekuelewa dada.
Naomba ukavue hizo nguo zako za shule, uvae nguo za nyumbani, tuje kusaidiana pale kufanya kazi. Dada ushaanza. Mwenzako tangu asubuhi sijapumzika. Dada mimi nimechoka, nimetoka shule nimechoka, afu nataka nioshe vyombo vyenu. Mimi sioshi. Kwa hiyo naosha uoshi. Kula amekula nani? Wewe uli hapa. Tusigombane. Hivyo mimi sioshi, nitajiona na vyombo vyenu. Basi ataosha mama tuone. Jamani, salama. Ndio mlisema salama? Hii akili yangu leo vipi? Jamani, ndio mlisema salama? Babu wewe vipi? Mbona salamu haziishi? Kila wakati salama salama. Kwa nimepita hapa sasa nimejichanganya. Hivi njia inatoka kwenye lami hapo juu? Au una njaa mwenzetu tukusaidia chakula? Sio sana. Sina sana. Salamu haziishi. Sawa. Karibu tena. Wasalimie huko. Toka kazi yako. Au ana njaa mwenzetu tumsaidie hata ya makoko yalobakia. Maana hizo salamu haziishi shoga zanguni. Tumuite. Ndio sijui alikuwa na njaa, nikijua huko ningemsaidia mganga wetu. Jamani. Mganga wako kweli, si atujui mambo ya mganga hapa. Wala mganga wewe. Mashughuli nawe. Una dogo. Tumwache kwanza. Ila ametia aibu, amejua kutudhalilisha. Kwa kweli tutamwambia. Nikimkuta kuna kilinge chake kile, tunamwambia vizuri. Wewe acha. Wenzangu vipi? Mbona mbio mbio? Ulizea mwenzangu, na huo msuli wako na ile koti jua kali hili. Shuti majasho na kutililika. Unaelekea wapi? Nakwambia hii jasho linatoka kweli kweli. Naelekea hivi kwa mkuu. Kwa mkuu? Ni wewe naelekea kwa mkuu. Yaani nimeogopa sana kwa sababu yule bwana mimi nilikutana naye. Umekutana naye? Yaani ni majanga kabisa. Mtume. Yaani hatari hapa chimba amekuwa ajabu. Na kanzu yake ile ile. Baada ya muda. Akanitisha sana. Kwa hiyo hapa nataka nielekee kwa mkuu kwanza.
Mimi mwenyewe nilikuwa naelekea huko kwa mkuu. Maana hapa nilipo mimi mwenyewe sielewi hata kidogo. Nyumbani kule nikikaa nawaza tu yale maneno. Yaani nawaza yale maneno yule nilokutana naye siku ile alioniambia yale maneno yote. Ujue nawaza na ninayafikiria. Yaani hapa nimekuja niende kwa mkuu aniongeze nguvu ili nipate kupambana naye yule mtu. Maana naona sasa hivi ananifuatilia. Yaani imekuwa kama bahati kukutana na wewe. Tumekuisha. Katuua. Yaani twende kwa mkuu mara moja. Hii kazi ishakuwa ngumu. Mimi nataka mkuu niongeze nguvu. Mimi tamaa yangu ile ile. Yaani ile ile. Nakwambiaje? Yaani mimi nafikiria kitu kimoja. Hiyo kazi ambayo nimeomba kwa mkuu ili umpatie yule bwana. Kwa jinsi nilivyomuona mimi jasho litoka kwenye meno. Meno amekuja jasho kwa mara ya kwanza toka nimezaliwa. Jasho limetoka kwenye meno hiyo. Huu msuli wenyewe ulikuwa unanishuka kama kuna mtu ananifungua. Kwa hiyo nimekaa kule na waza kabla namwaza tu yule bwana, yani kia ni damu tu, yani sielewelewi. Nikasema hapa cha msingi niende kwa mkuu mara moja nikaona naye. Bahati imekuwa bahati kuonana na wewe. Sio bwana, mimi naona ile kazi unayoitaka changamoto sana. Tufanye tu twende kwa mkuu. Wewe tena nisiweze mimi kwa nini? Unanionaje mimi kwanza au unanichukuliaje? Wewe unamogopa mimi mwenyewe hata simuogopi. Mimi yale maneno aliyoniambia siku ile najifikiria tu yeye kajuaje, lakini kumuogopa simuogopi. Ila mimi nahisi nitamuweza. Utamweza? Sawa, haina shida. Kama mwenyewe 100 mbona hiyo. Ogelea hayo maji. Wewe mimi mtu mzima sitishiwi nyau. Twende huko. Huo sio salama. Huo ni ugongaji gani wa mlango namna hii? Kusumbuana mchana wote. Kwa hiyo kuna nini? Yaani unapofika kwenye nyumba ya mtu jaribu kuwa mstaarabu. Sawa? Unagonga salimia. Asalamu alaykum. Lakini unagonga tu mpaka unasahau tugie tuna pressure. Yaani kama umenistua kweli kweli yani. Nikajua kuna nini huko nje majambazi. Samahani sana mkuu. Nimekuja kwa kukutia pressure kweli, lakini mkuu, yule mtu ambaye mlikuwa mnazungumzia nyewe kumekutana naye na mimi nimekutana naye. Yaani mwenye kanzu nyekundu na kitambaa chake na mimi nimekutana naye mkuu. Sawa, yule mtu ni hatari, hata mimi nafahamu. Lakini sasa kwani wewe wakati umemuona amekufanya nini? Yaani nimekutana naye kanitisha hatari. Hapa nilipo mkuu mpaka nimegonga mlango kwa kutia pressure. Nishapagawa mkuu. Yaani nilikuwa tu na hofu kubwa, nilikuwa natetemeka, jasho linatoka, yani sielewi, meno yote yanacheza kama atakong'oka. Na wewe je? Nakuuliza wewe, na wewe imekuwaje? Umefuatana na huyu bwana? Mkuu, mimi nimekuja. Yaani mimi nimekaa nyumbani sijielewelewi kabisa. Sijielewi yani vipi kuna nini? Yule mtu toka nilivyokutana naye. Ni mtu gani kwanza wewe? Yule ambaye kakutana naye huyu ndio wewe umekutana naye wewe? Ndio huyo. Kajuaje kwamba mimi niliwamtoa wazazi wangu? Kajuaje kwamba mimi namfuatilia na Duli nimtoe? Kabla hujaendelea sasa nikwambie. Mimi namfahamu sana, yule sio mtu wa kawaida. Yaani wewe aisha kufahamu kila kitu. Yaani yeye anafahamu jinsi ulivyo na nyumbani kwako jinsi kulivyo. Kwa hiyo usijisumbue sana kunieleza. Itachukua muda mrefu. Mimi bwana kanieleza mambo mengi hapa na jisia hali yangu kidogo sio nzuri. Sasa hebu nisubiri kwa niende hivi afu narudi. Sawa? Sawa. Lakini kila kitu kitakaa sawa, sio na wasiwasi. Sawa? Sawa. Hii ni noma kweli. Hivi kwa sasa kuna mpambanaji mule kweli unapoona wewe? Usiongee hivyo. Mkuu anaweza, wewe naye. Ananitia mashaka kweli. Yaani namtegemea mimi mganga kweli. Mimi tegemezi yake ni yeye, yaani mimi tegemezi langu ni yeye, lakini anatia hofu. Yaani hata nilipokimbilia huko ilitaka leo kimbilia ilishaungua moto kwa sasa hivi. Hamna mpambanaji mule mimi kimwangalia mkuu kweli. Yaani nguvu zote zimetoka hapo. Kwa kweli. Mwenye nguvu akiambiwa tu ni pressure hapo chooni. Pressure chooni, hata anaenda kwa nani utumbo.
wakati niko haja huko, nilikuwa mnaniteka. Kuitwa mimi mkuu sio kama jambo la kubahatisha. Unanielewa? Nisikilize kwa makini. Nimeitwa mkuu kwa maana kuna mambo ambayo ninyi hamyawezi na hamyajui, ambayo mimi ninayajua ninyi hamyajui. Sawa dada Duli? Nisikilize kwa makini. Kuitwa mkuu sio kwamba nimebahatishwa. Mimi ni mkuu kweli. Na ndio maana dada Duli alikuja sasa nimuongezee nguvu. Na uwezo huo. Sasa nimejuaje kwamba mpewa mnanitesa? Sirudie. Mimi kuitwa mkuu ina maana kuna mambo ambayo ni makubwa na ninyi hamwezi kuwafikia. Sawa? Kama dada Duli alikuja anasema nimuongezee nguvu. Kwa maana anajua kwamba mimi nina nguvu za ziada kuweza kumuongezea au kuongezea nyinyi wote. Sasa unazungumza mimi nikiwa sipo unaleta dharau. Dharau sio nzuri. Mkuu, mimi mbona sijafanya kitu? Mbona analenga mimi tu mkuu? Mimi sijafanya kitu chochote. Sikiza nikwambie, na inaonekana baadaye wewe utasaliti kundi. Kitu ambacho hakitawezekana mimi sitakubali. Sitakubali kabisa ujinga kama huu. Kumbe nikiwa sipo mnanizungumzia vibaya. Mimi nitaendelea kubaki mkuu. Nyamaza. Sijafanya chochote. Unabishana na mimi? Bado unabishana na mimi? Hujazungumza kwamba mimi sina lolote. Umekuja hapo umegonga tu kunipa habari za shekhe. Basi mimi nikashikwa na haja nikaenda huko, na hata haja yenyewe kila saa haja, mimi sina lolote ukuzungumzaje? Samahani sana mkuu. Mimi sawa. Mimi bado naendelea kuwa mkuu. Unanielewa? Sasa sikilize niwaambie. Dada Duli. Naomba muondoke tokana na siku nyingine kule kwenye makutanio yetu, sawa? Sawa mkuu. Unanielewa? Sawa. Mimi naenda kupumzika.